Investor tip ya safari inajielezea kwa ufupi, sitaifafanua sana, ambayo inasema know what you own and know why you own it. Na hiyo Ezekiel inajielezea, sina cha kuongezea. Inajielezea vizuri kabisa. Know what you own and why you own it. Sawa, sasa leo baada ya muda mrefu tunaahirisha. Nimeona discuss hili swala la Vodacom, lakini sitalielezea as a pure valuation exercise, bali ni kujaribu kuelezea biashara kwa ujumla ya Vodacom au ya telecommunication kwa ujumla. Sasa hapo mwekezaji ndio utajua kwamba okay, so far tuna the only listed telecom company ni Vodacom. Na tumeona behavior zake siku za nyuma ilikuwa imeganda kwa 770 walipoachia nani zile nini DSC rules, ikashuka na ilifika the lowest ilifika 490 au 485, lakini baada hapo ikaanza kupanda, na so far report tunayoipata ni kwamba mostly inanunuliwa na foreigners. Ukiongea kwa sababu ya ile bad perception au impression mbaya ambayo ilikuwepo kwa Vodacom tangu imelist, ukiongea na mtu ambaye ni wa ndani anasema Vodacom msiguse, Vodacom msiguse. Sasa ni vizuri tukaongelea kwa upana telecommunication industry ikoje, ili kuweza kujua hata hao wanaoinunua Vodacom ni kitu gani wanachokiona in future. Inawezekana bei yake sasa hivi isiwe undervalued au hata inawezekana sio overvalued sana, lakini bado bei hairidhishi, lakini bado tunakuta kuna demand ya watu ambao wanataka kununua Vodacom, na mostly sio wa Tanzania, ni watu wa nje. Kwa hiyo nikaona acha tuongelee kwa ujumla hii biashara ya Vodacom ya nani ya mawasiliano, kuweza kujua ni kitu gani watu wanachokiona going forward, na mwishoni nitatoa some preliminary numbers zinazokaribiana na valuation, lakini sio valuation per se. Okay, kwa hiyo at the end nitakuwa nimecover haya mambo kwa ufupi: macroeconomy, telecom sector kwa ujumla, na Vodacom yenyewe, historical financials nimekusanya za miaka 12 kuanzia 2014, lakini na kuassess sasa Vodacom hiyo tutaassess kwa pamoja kwamba unaionaje, is it transforming kwenda kwenye hizo digital world ambazo tunazungumzia. And sometimes hapo unaweza ukapata sababu kwamba kama kuna mtu anaikimbilia, pengine yeye ndo anakiona hicho kitu ambacho wewe ukione. Hii slide hata kabla sijaanza kuisoma, kuna mtu mwingine akiisoma hii slide inamtosha kabisa kukimbia kununua karibu kampuni zote ambazo zina good fundamentals and good managers kwenye hiyo nchi, kwa sababu real GDP Tanzania tunachezea kwenye 6%, ambayo iko above average ya Sub-Saharan Africa, kwamba tunakuwa kwenye rate nzuri na iko projected ku grow kwa 6% full year. Na fimu nakumbuka kota ya pili ilikuwa 6.3 na alikuwa na project 6.9 kwa kota ya mwisho. Bila kusahau nimeweka kwenye mabanda Vision 2050 ambayo inatutaka tukuze uchumi kwa 10% na kuendelea, double digit growth. Kwa hizo figure zote zikiwa zikifanya kazi kama ambavyo tuna project, ni kwamba hiyo nchi ni vizuri ukawemo, ukahakisha uko kwenye stocks za benki, stocks za ujenzi na stocks za mawasiliano kama hizo za Vodacom. Na uchumi wetu Tanzania ni kati ya uchumi ambao ni mzuri, na Timra alikuwa anasema uchumi wetu ni three-legged economy. Kuna mguu mmoja wa kilimo, whatever bado hakijaendelea, lakini ina contribute kiasi kikubwa kwenye uchumi. Kwa hiyo kwa maana hiyo kikiwa mechanize kidogo, ni kwamba kutakuwepo na jump ya uchumi wetu. Lakini kuna industries zina contribute another theruthi nyingine, industries kwa maana ya wote wakina Twiga, wakina TCC, wakina TBL. Alafu the remainder ni kwenye service sector, kutokana na data za World Bank. Service sector ukiongelea banking, ukiongelea huduma zozote muhimu. Kwa hiyo uchumi wetu hatukui kwa spidi kubwa sana tunayotakiwa kukua, lakini at least uko kwenye mafiga matatu, uko kwenye miguu mitatu.
na hii inatusaidia sana kunapotokea na shock. Nafikiri mna taarifa kwamba Botswana sasa hivi wako na struggle kwa sababu uchumi wao ulikuwa unategemea sana almasi, na bei ya almasi ilipokuwa inafanya vizuri, wameperform vizuri sana, lakini for the past 2 years bei ya almasi imeshuka sana, na sasa hivi wako kwenye hatihati ya kuondolewa kwenye investment grade, kushushwa, kwa sababu uchumi wao ulikuwa na mguu mmoja. Kwa hiyo kitokea kaupepo kakatingisha kidogo, unaangukia mbali, lakini ukiwa na mafiga matatu at least yanasapotiana. Yeah, umerejea tena kwenye somo letu la risk. Hizi point ulizianalyze vizuri sana pale. Sasa na key drivers, key structural drivers, kuna hii kitu inaitwa urbanization. Sasa hivi Tanzania almost karibu 40% watu wanaishi mijini, lakini urbanization rate ni 5% kwa mwaka. Watu bado wana move kutoka vijijini kuja mijini, na ukitilia mbali 3% niweka kwenye mabano, hiyo ni population growth rate. 3% ni kati ya the highest growth rate duniani. Of course ndo average ya Africa tuko kwenye around 3%. Kwa hiyo population inaongezeka na urbanization inaongezeka. Kwa hiyo hivi vitu vyote vina risks na opportunities nyingi mno in terms of infrastructure investments, both residential, commercial, barabara nini, kusupport hiyo urbanization na population growth. Kwa hiyo zote ni pesa. Sasa for the purpose of hii somo letu la leo, kuna hii rising mobile and data connectivity. Kumbuka urbanization inapotokea 5% per annum, sio kwamba familia na babu na bibi wote wanahamia kuja mjini. Mara nyingi ni wale workforce. Kwa watahamia mjini, watapata kazi, watakuwa wanatuma pesa nyumbani, watakuwa wanapiga simu nyumbani, watakuwa na share information. Hiyo yote inahitaji data connectivity, ambao mwenye platform ndo hapo anapotengenezea pesa. Of course digital economy tunaiona jinsi ambavyo ina advance. Tuliambiwa kwamba over 90% ya banking business sasa hivi zinafanyika kwenye digital platforms. Kwa hiyo ni biashara nzuri kwa benki kwa kupunguza gharama, lakini na yule ambaye ana provide platform ya digital ndo anapotengenezea pesa. Kwa what are the implications of this macro picture? Ni kwamba growing middle class and rising mobile penetration na digital service opportunities, hizo zote ndo zinampa a plus telecom company au digital platform provider. Kwa with this single slide unaweza ukaona ni jinsi gani ambapo ama kampuni ya simu yako well positioned kubenefit kwenye hiki kinachokuja huko mbele. Kwa hiyo sio ukashangaa watu wanakimbilia kuinunua Vodacom na wengine wanaenda kuinunua ambayo haiko listed. Na film nakumbuka Tigo ilinunuliwa na mtu mmoja hapa Tanzania. Kwa hiyo mimi na wewe ambao tunaweza kuinunua kampuni limoja huko mtaani, kwa nini tusitafute Vodacom ambayo iko listed? Sasa na hii slide inajaribu kuonyesha matumizi ya cash kwenye economy duniani karibu nchi zote. Kwa hiyo unaweza ukaona kuanzia hapo saa 12 hapo juu, Ethiopia na Myanmar ndo ambao 98%, 85% ya transactions zinafanyika bado zinafanyika kwenye cash. Na ficho kitu kama Ethiopia inajulikana kwa sababu Ethiopia juzi tu ndo wamefungulia mambo ya hizi mobile telecommunication, ndo kampuni imeanza majuzi. Kwa hiyo uchumi wao mwingi ulikuwa bado kwa cash based. Tanzania utaona tumesha move, tuko somewhere hapo around saa ngapi, karibu saa 2 hapo, ambako utaona 75% ya transactions zetu kutokana na hao jamaa visual capitalist bado zinafanyika kwenye cash. Meaning kuja kuzunguka kote huko kurudi kwenye saa 12, unaona bado kuna potential kubwa, bado kuna opportunity ya kutransform almost same kubwa hizi 75% ya transactions zinazofanyika kwenye cash kuzipeleka kwenye digital platforms. Hiyo yote ni biashara ya Vodacom, biashara ya Tigo, ni biashara ya Airtel.
na of course na mamlaka hapa ndo sehemu ambako nafikiri wako kwenye kureview jinsi ya kupunguza gharama za kufanya mobile transfer mobile businesses. Kwa sababu unapotuma pesa wakakata shilingi 10,000 na kukata shilingi 300 au 200 on per transaction basis bado ni expensive. Lakini afika kwenye njia ya kujaribu kupunguza hizi gharama. Na akishazipunguza kwa kiasi kikubwa, mtu utakuwa uhitaji cash. Nafikiri kuna wengine kama Nairobi washafika point hata kwa daladala unaweza ukamlipa tu mtu kwa kutumia hiyo nani platform. Kwa hiyo niambia hapo ni business potential ilivyo kubwa sasa kwa huyu anaye provide hiyo platform. Sasa tuje kwenye mazingira ya koji ya telecom sector. Hapo nafikiri utaona hizi nguzo hizi na madish. Hii ndio super highway ya uchumi wa digital world. Kwa whoever owns hizi platform anayemiliki hii minara ya saa, hii minara ya mawasiliano ndio ambaye ameushikilia uchumi wa digital world. Kwa hiyo ndio super highway ya kwenda kwenye digital economy. Tanzania ikoje? Nafikiri hizi ni kwa mujibu wa takwimu za TCRA mpaka June 2025 ndio ilikuwa inaonyesha penetration au jinsi ambavyo Watanzania wamesubscribe. Utaona Dar es Salaam, Mbeya, Arusha na Mwanza ndio wana idadi kubwa ya watu ambao wamesubscribe, na that figure bado they keep on growing. Kwa hiyo unaona potential ambavyo jinsi ilivyo ni kwa mujibu wa TCRA. Na next slide, hii inaonyesha penetration kutokana na mujibu wa hizo data za TCRA, ambako kwa subscription utaona Vodacom bado ana market share kubwa, anaendelea kuwa na market share kubwa kwa maana 32%, akifuatiwa na Mixx by Yas 28%, alafu anakuja Airtel kwa maana ya mobile penetration au mobile subscription. Na gender based wanaume ndo bado wako highly connected, lakini wanawake wana catch up. Ukizijumlisha hizo mbili ndo zinakuja kwenye ile 92.7 ambayo yuko hapo ndani. Sasa the significant part ni hawa women subscribers, kwa sababu kama tulivyoona hivi karibuni, inawezekana ilikuwa tangu zamani tulikuwa tujainoti, wana discipline kubwa sana wanawake kwenye kusave pesa, kwenye kuwekeza, kwenye kufanya vyovyote. Kwa hiyo the more they are connected, the more they are subscribed kwenye hii mitandao, ndio unaona vikoba sasa wanavihamisha kutoka kwenye vibubu kuviingiza kwenye mobile, na biashara inazidi kuongezeka kuwa kubwa. Wakati sisi wanaume tunazitumia hizi simu kwa mambo yetu ambayo sijui ni mambo gani, huu upande wa wanawake wanajua sana kuzitumia hizi simu. Tulikuwa tunasema kwa umbea, lakini wanatengeneza sana pesa na kuhifadhi pesa kwa kutumia hizi simu, iwe ni USSD iwe ni smartphone. Kwa hiyo business model yoyote lazima iwe around kuangalia extent ya subscribers wakoje, na information ambazo unataka ku deliver utazideliver namna gani, kwa sababu one touch inawafikia watu wengi zaidi. Tuendelee kwenye sekta. TCRA anaonyesha kwamba upande wa internet market share, Vodacom kama kawaida yuko juu 32.8%, almost 33, anafuatiliwa na Mixx by Yas 28 na Airtel Money 20%. Hiyo ni chart 1.91a inaonyesha internet market share. Wakati kwenye market share ya mobile money subscriptions, hapo ndo M-Pesa na waacha mbali 40%, akifuatiwa na Yas 30%. Lakini kuna hii ripoti hapo chini ambayo ilitolewa na GSMA ambayo inaonyesha growth ya smartphone katika Sub-Saharan Africa, ambako funny enough kwenye metric tumewazidi Kenya. Yeah, we are projected to exceed Kenyans kwenye penetration ya smartphone. So you can see where the business will be heading. Kwa smartphone penetration na information zozote ambazo unataka kuziprovide kwenye mtandao, ni kwamba unaona jinsi gani ambavyo unaweza kuwafikia watu wengi zaidi. Kama una content nzuri, kama una business nzuri, jinsi ambavyo unaweza kuwafikia Watanzania wengi kwa jinsi ambavyo wanazidi kuwa
penetrated in terms of kumiliki hizo simu janja. Okay. Fili, katika hiyo context GSMA alijaribu kuonyesha hiyo figure 7 anajaribu kuonyesha mchango wa mobile sector ilivyokuwa 2023 kwa GDP. Upande wa kushoto kabisa inaonyesha kwanza ile mobile ecosystem peke yake, kwamba mobile operators wana contribute 30 billion USD hii katika Afrika nzima, ambao ni almost 1.6% ya GDP. Lakini kwenye mobile ecosystem kuna infrastructure vile vile na equipment 5 billion, lakini kuna content and services wanazo provide mobile operators ambao ni 5 billion au 0.4%. Hii katikati ni indirect contribution ya mobile sector, haingii kwenye balance sheet au kwenye vitabu vya mobile operators, lakini indirectly ni positive contribution kwenye uchumi ambao ni 10 billion. Lakini hiyo 90 billion sasa hiyo ni productivity inayosababishwa na kuwa na mobile phones. Ndio hiyo ambayo tulikuwa tunaelezea kwamba hata banking sector almost 90% ya biashara zao zinafanyika kwenye mobile business, kwamba inapunguza gharama, inaongeza productivity, na contribution yake kwenye uchumi ni 90 billion au 4.2% of GDP. Kwa hiyo overall wana estimate kwamba sekta ya mawasiliano ina contribute 7.3%, ambayo ni 140 billion 2023, ambayo it is projected to reach 170 billion by 2030. Hiyo ni telecom sector. Next slide. Next slide sasa tunaangalia kwamba telco za Tanzania they are facing dual challenges. Dual challenges ambazo nafikiri tumeshakubaliana kwamba sisi tunaziona kama hizo ni opportunities. Kwamba the first challenge is connectivity, kwa maana voice na data. Ndio hizo utakuta kampuni nyingi zinaanza kuwekeza kwenye 5G and higher generation telecommunication. Lakini the second challenge na ambao nataka kuiongelea kwa undani siku ya leo is to move from the voice and data into digital services, payments, IoT. Kirefu chake unakikumbuka Ezekiel? Hiyo ni Internet of Things, hiyo ndo nimeijua mimi nikiwa Finland hapa. Nilikuwa sijui IoT ni kitu gani. IoT, Internet of Things and Enterprise. Kwa hii kwenye hii B, hapa kwenye B ndo kwenye opportunity kubwa ya kampuni ambayo itaendelea kuwa relevant kwenye biashara, jinsi gani wata move beyond kwenye traditional voice na data kwenda sasa kwenye other digital services. Kwa the structural shifts, customer expect more than minutes and SMS. Kwa hii movement inakuwa forced na sisi watumiaji, kwamba tunahitaji mambo mengine zaidi kwenye kale ka gadget other than minutes na SMS. Kwa hiyo tunahitaji vitu kama wallet, utumie simu kama wallet, kama content, kama digital services. Kwa hiyo ndio pressure ambayo inatoka kwetu. Ndio maana utaona makampuni mengi ambao wako makini kwenye biashara huwa wanafanya survey ya mara kwa mara kujaribu kutafuta kwamba okay, kwenye kile kioo watu wanataka kuona kitu gani. Hapo ndo kwenye innovative potential ambayo iko kwenye telecom sector. Therefore, the telco business model is under evolution from connectivity utility kama ilivyokuwa traditionally to digital platform ecosystem, ambako kuna neno analita telco to techno transformation. Sasa nimeona nitumie hii picha. Ezekiel, basi unalikumbuka? Nafikiri kwa bado uko shuleni. Nalikumbuka ile mabasi ya wale wenye matawi yale, sio? Ile Scandinavia. Hii Scandinavia, katika kutoa mfano wa kitu tunachotaka kuelezea, mwanzoni tulikuwa tunaliona kama ni tunalitumia kwa passengers na mizigo yao, unaliona kama basi. Lakini nafikiri kwa ameendelea Scandinavia akameichukulia hili sawa ni basi, lakini akaifanya kama ni platform. Ni platform, anasafirisha abiria na mizigo yao, anasafirisha packages, anasafirisha pesa. Kwa hiyo imekuwa transformed from a bus
to a platform, kwamba ni basi sawa lina move from one point to another, anaangalia what are the other added services ambazo anaweza kazi add kwenye platform kudeliver value na kuifanya hiyo business iweze kuwa more profitable. Sasa nakumbuka hata pale ofisini kwake zilikuwa ofisi za Kamata, ilikuwa kila siku ukienda unaweza ukafikiri labda ni benki. Kuna misururu mirefu ya watu wanachukua pesa, wanatuma pesa, wanachukua packages, wanafanya nini? Ni kwamba ilikuwa ni transformation model ya biashara ya basi kuwa biashara ya platform provider. Now this is the same analog ambayo nataka kuitumia kwenye biashara ya telecom. Kwamba tayari una telephone, una infrastructure. Sasa should we continue using it as a telco business au sasa uifanye kama techno transformation uweze sasa kuwa unadi other businesses. Kwa hiyo ndio hii safari ambayo nataka kuipitia, ambayo na feel slide kwa sababu ya muda ulivyo na kwa sababu notes zinajieleza, hii slide chache zinazofuatia sitazielezea kwa kirefu. I'll just skip them, lakini hizi zote zinajaribu kuelezea what it takes unapofanya transformation kutoka kwenye telecommunication company to a techno transformation. Kwamba it's a strategic shift of telecommunication companies into technology focused companies to remain competitive and drive growth by moving beyond traditional connectivity services. Kwa hiyo ndo mambo ambako tukiwa tunamsikiliza MD wa Vodacom, tunamsikiliza MD wa Mixx by Yas, ni information ambazo tutatakiwa kuziona. Amefocus kwenye kufanya transformation. Kama haja focus kwenye transformation, ni kwamba kampuni very soon itakuwa overtaken na events na inaweza isiwepo. Next slide inajaribu kusisitizia kwenye why that transformation is necessary. Ni kwa sababu you just commoditize the connectivity you have. Una-commoditize kwa kuongeza some other services kutokana na changing customer expectations na maendeleo ya teknolojia, na kwa sababu ya increased competition, hiyo transformation is necessary. Kwa kama una taarifa nzuri za ndani kwamba una kampuni moja inawekeza vizuri sana kwenye kufanya hiyo transformation, kwa kweli going forward ni kampuni ambayo you need to have in your portfolio. Slide inayofuatia, katika hiyo nilijaribu kuweka mfano mmoja wa what used to be a traditional banking businesses, ambao so far tunajua kabisa kwamba traditional banking businesses is to store value and wealth, to store value or wealth, to transfer value or wealth, and to provide credit. Hii ndio biashara traditional ya banking sector. Sasa ukiangalia vizuri ni biashara ambayo telecommunication companies wameweza kuicapture kwenye model zao. Kwa maana store value tumeona M-Pesa inavyofanya kazi, transfer value tumeona payment system wanavyozitumia vizuri kwenye zile platform zao, lakini na provision of credit hii pamoja kwamba haijawa mainstream, lakini zile digital credits tumeona ambavyo zinazidi kuongezeka kupitia kwenye telecommunication company. That is in addition to their core businesses ambazo ni voice na SMS pamoja na data. Lakini vile vile wamechukua kazi nyingine ambayo ilikuwa inafanywa na mabrokers na investment banking ambayo ni wealth management. Kwa you can see telecos ile platform yao wamefanya vizuri sana kuchukua biashara za mabenki, biashara ya mabroker, biashara ya karibu kila mtu ambaye yuko kwenye biashara ya connectivity. Na hapo chini nimeweka kapicha kampuni moja ilikuwa inaitwa Anti-Financial, ambao kama ingeruhusiwa na free Anti-Financial ilikuwa the largest ever IPO duniani. Ila kabla haijaenda IPO, Alibaba Jack Ma alikorofishana nini na China, wakaamua kumuita kidogo, wakamficha kumfundisha uzalendo, na hiyo IPO ikawa imekufa. Lakini pale ilionyesha kwamba hizi digital platforms kumbe ndo zinaanza kuchukua biashara ambayo tulikuwa tumezoea kwamba zitachukuliwa na zinafanywa na mabenki au na nani mengine, institutions kama hizo. Kwa hiyo hii yote ni opportunity ya Vodacom na makampuni ya simu. Kwa hiyo ukiona watu wanaikimbilia, pengine wana some information zinazoelezea kwamba wamejipanga vipi kwenye kucapture kwenye hizi additional businesses. Next slide.
Kwa hiyo Vodacom ukiangalia so far kama nilivyoonyesha zile data za mwanzo ni leading major player kwenye biashara, na business model yao kama tulivyoona zile revenue composition na tutaziona hapo chini, na pia tujaziona, tutaziona hapo chini. Wanapata revenue kwenye voice, SMS, mobile data na network infrastructure. Wengine wana towers, japo towers siku hizi wanazi outsource. Kuna kampuni nyingine ambayo inakuwa inawakodishia towers, lakini tumeona kwamba wana ambitions za kuingia kwenye mambo ya platform. Sasa meaning wako kwenye hiyo telcos to techno kwa kufanya hizo haya mabadiliko, na hii inatokana na jinsi ambavyo wana upgrade mitandao yao ili kuweza kuwa na bandwidth kubwa lakini yenye speed kubwa zaidi. Kwa the strategy question is, are those platform elements significant enough now to merit viewing Vodacom as a telco plus digital ecosystem rather than just telco? Kwa in strategic question ambalo investor yoyote inabidi ujiulize kama unataka kununua hisa za Vodacom as an investor na sio speculator. Kwa sasa hii ndio italalisha hiyo kampuni kuendelea kuwepo miaka mingi inayokuja. Kwa slides zinazokuja zinajaribu kuelezea sasa historical performance ambayo utaona revenue versus profitability 4 years kabla ya IPO ilikuwa iko steady, margin zake zilikuwa zinapungua kidogo, lakini mwaka 2017 ndo walianza process ya kulist, na few list the same year by was it August au ndo walipo list. Kwa revenue zao zilikuwa ziko projected kuendelea kukua, lakini kama nakumbuka walipo list sokoni na ilikuwa katikati ya kipindi ambacho uchumi liquidity yake ilikuwa iko kidogo sana, performance ya Vodacom haikuwa nzuri sana, lakini hata sokoni haikuwa nzuri sana. Lakini ndo kipindi hicho ambacho mamlaka walibadilisha viwango vya, kuna kitu kinaitwa mobile termination rates, MTR. Mobile termination rates ni viwango ambavyo kama mtu yuko kwenye mtandao mwingine anapiga kwenye mtandao wako, kwa hiyo kampuni ambayo inapokea zile simu na yenyewe inapata revenue, kwa kwamba hiyo message imekuwa originated kutoka Airtel kwenda Vodacom. Mpigaji yuko Airtel akipiga simu ika terminate kwenye mtandao wako, wewe ambaye ni umeterminate hiyo call, kuna revenue unayoipata. Meaning kama Airtel ana advertise sana, apata wateja na nini, wanawekeza, wanawapata na wanapiga simu zile wanazozipiga kwenda Vodacom, na Vodacom wanakuwa na faidi hizo revenue. Sasa miaka 18 19 kama sikosei, ndio kipindi kama hicho walipunguza hizo rates, ila hazikupunguzwa ghafla, waliziweka graduation kwamba zitakuwa zinapungua kidogo kidogo. Nafikiri 2027 ndio itakuwa mwisho, zitakuwa ziko chini sana. Na MTR anayefaidi zaidi ni yule majority au wale large players ndio wanafaidi. Kwa sehemu kama Kenya Safaricom with over 60% or 70% market share, hizo rates anazifaidi sana. Au Ghana ambako MTN nafia na asilimia kama 54 anazifaidi, kwamba lazima kuna simu zitakuwa zina terminate kwake. Sasa hiyo advantage kwa Vodacom ilipotea hicho kipindi, kuweka suppress revenue. Utaona kuanzia 2019 kwenda mpaka 2022 ni kipindi ambacho kwa Vodacom hali ilikuwa ni mbaya sana, na ni kipindi ambacho walileta usajili wa SMS, kwa hiyo biashara ikapungua kidogo. Tukaingia kwenye COVID. COVID sawa, biashara haikutakiwa kupungua sana kwa sababu kama watu sasa wako lockdown walitakiwa watumie simu, lakini ni kipindi ambacho tunakumbuka Halotel ndio walikuwa naye na grow ile market share, kwa kana wanakatana sana kwenye pricing. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi ambacho kilikuwa kibaya sana, kwa sababu na 2020 na 21 margin zilikuwa negative kwa Vodacom, lakini of recent as you can see from hii chart kwamba revenue imeanza kupanda. Sasa hii momentum unaiona kutoka 2023, 2024, 2025 kama ikiendelea, hiyo sasa ndio inaifanya hata value sasa hivi unaweza ukaiona kama iko overvalued, lakini kumbe kuna momentum ambayo imeshaanza. Kama ikiendelea itakuja correct the perceived overvaluation tunazoziona sasa hivi.
Upande wa kulia inaonyesha evolution ya revenue composition, kwamba 2024 utaona contribution kubwa sana ilikuwa kwenye mobile voice. Hiyo line ya orange ndio ilikuwa iko kubwa, ikifuatiwa na line ya mobile incoming revenue, ikifuatiwa na line ka messaging revenue, of course na M-Pesa revenue bila kuisahau, ndio ilikuwa ya pili. Lakini as time goes you can see 2025 voice revenue ishashuka, imeshazidiwa na M-Pesa revenue, ndio iko much on the high side, na inafuatiwa na mobile data. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo biashara imebadilika kutoka 2024 kwenda 2025, ambako kwenye pie chart next slide inaionyesha vizuri zaidi kwamba 2018 mobile voice ndio ilikuwa inachukua majority ya revenue ambayo ilikuwa 41%, ikifuatiwa na M-Pesa revenue ambayo bahati mbaya kumbe nimeikopi vibaya. M-Pesa revenue ndio ilikuwa ya pili, ya percentage haionekane. Lakini ilipofika 2021 mobile voice ikapungua from 41 kwenda kwenye 33. M-Pesa ndio ikaongoza kwa kwenye 37%, na mobile data ikaanza catch up from 15% 2018, ndani ya miaka mitatu tu ikawa ikaongezeka mpaka 20%. Latest audited reports inaonyesha kwamba M-Pesa revenue inaongoza kwa 41. Kimsingi imechukua nafasi iliyokuwa inachukua 2018 ya mobile voice. M-Pesa ndio imechukua majority, inafuatiwa na mobile data, alafu ndio inakuja mobile voice. Kwa hiyo ndo evolution ya business model ya sio Vodacom peke yake, bali mobile business zote ndio jinsi zinavyobadilika. Kwa with this revenue composition, hii sasa ndio inaipeleka kutoka kwenye traditional voice and SMS kuipeleka kwenye platforms nyingine ambazo itafika point tutashindwa kusema Vodacom ni kampuni ya simu au ni kampuni pesa, ni benki au ni fintech. Ndio telco to techno evolution. Kwa kama unafanya evaluation yoyote kwenye hizi figures, you can see kwamba ni wapi ambako unatakiwa kuangalia zile revenue drivers. Iko ufupi ilikuwa najaribu kuonyesha kwamba growth ya revenue ni kweli iko supported na capex, kama mtakavyoona huko mbele kwamba ukiona kampuni na grow sana revenue, angalia je, inafanya reinvestment kwa part of the revenue inazopata, inafanya reinvestment ili kusustain hiyo revenue. Hiyo ndio inakupa picha kwamba hiyo growth ni sustainable. Upande wa tatu wa pili hapo nimeweka report kutoka GSMA ambayo inaonyesha on average capex to revenue ratio ikoje, ambao utaangalia kuanzia 2025. Hizo zote ni projection ambazo kimsingi hata Vodacom iko within zile capex to revenue ratio ambazo telecos kwa ujumla zina invest. Kwa hiyo ndio najaribu kukuelezea sustainability ya growth ya hiyo kampuni unayoifanyia analysis. Next slide inaonyesha, nikajaribu calculate sasa kwamba active users ni wangapi na growth ya active users ikoje upande wa kulia, lakini graph inayofuatia sasa hiyo ndio inajaribu kuonyesha ni section ipi ya revenue ambayo inakuwa au inakuwa suppressed. Utaona vizuri hapa kwamba kwenye data user imepanda kutoka 1015, hiyo ni revenue per data active user. Kutoka 1015 imeongezeka mpaka 1035. Haionekani vizuri, lakini hiyo ya mwisho ni 1035. Meaning kuna more efficient use kwenye hizo data platforms. Kwamba from 2024 per user alikuwa anaweza kugenerate 15,000, lakini sasa hivi ni more than double kiasi ambacho anaweza kugenerate. Kwa maana hiyo so far Vodacom amejipanga vizuri hapo, tofauti na kwenye voice revenue per user ambako kutokana na competition unaona jinsi ambavyo yuko suppressed, kwamba una users wengi wako active kwenye voice, lakini ile revenue per single user imeshuka from 45,000 kwenda kwenye 4,000. Kwenye na competition iko vile vile kwenye M-Pesa ambako imeshuka kutoka 8,700 kuja kwenye 3,100. Kwa hiyo kwenye hizo line tatu kubwa za biashara unaweza kuona
akileverage vizuri sana kwenye data, ndo sehemu ambako bado kwa kila mtumiaji mmoja anaweza kajenerate more revenue kuliko hizi areas nyingine. Huyo ni Vodacom. Next slide. Sasa tunakuja kwa ndugu zetu. Nafikiri mnamfahamu Philip Besimile kwamba ndo managing director wa ile kampuni. Huyu ndo amebeba maono yetu wawekezaji, ndo ameona amebeba ndoto zetu. Ameshatuelezea anachotakiwa kufanya. Je, ataendelea kuwa na hii smiling face kama ilivyo sasa hivi, au atakuwa kama huyu wa Nokia ambaye siku anatoa hiyo speech alikuwa anashangaa na yeye kwamba amefanya kila kitu kinachotakiwa, lakini bado they lost. Sasa with this kind of statement ndio inabidi usome maono ya MD, lakini wewe mwenyewe ufanye utafiti wako mwenyewe. Is it true anaenda huko ambako anasema anaenda, au anafanya nini? Na ndio purpose ya discussions kama hizi, kwamba sio just to present the numbers. Are they making sense? Wanachoahidi ni kweli wanaweza kukifanya kutokana na jinsi hali ilivyo? Kwa hiyo ndio continuous discussion ambayo tunatakiwa tuwe nayo wakati tunafanya the evaluation. Na nimesita kufanya evaluation sasa hivi nafikiri kwa sababu very soon watatoa preliminary au watatoa 6 months performance reports. At least zitupe picha kamili kabla ya kusema sasa naweza nikafanya evaluation. Okay, nafikiri kwenye ripoti ya mwezi wa 6, those were the salient features za kota ya kwanza ya mwaka wao, ambao mwaka wao unaanza 1st April mpaka 31st June, ambazo it was a splendid performance. Ile growth bado ilikuwa inaendelea vizuri kama ile momentum tulivyoiona huko nyuma, na Mr. Besimile ndo akaweka anachokiona huko going forward. Utaona anasisitiza kuhusu IT platforms, anasisitiza kuhusu smartphone adaptation au adoption in order to connect for the better future. Kwa hiyo sentensi ndio hiyo ambayo unatakiwa ufanye analysis kuona are they transforming kutokana na business model inavyobadilika, na sio maneno tu. Kwenye ripoti ya mfano miezi 6 au ile ya mwaka, angalia ana invest kwenye research and development kiasi gani kwenda kwenye hivyo vitu. Na kitu kingine cha msingi ni protection against cyber attacks na personal data security. Ndio vitu vya msingi ambavyo vitafanya makampuni yaweze endelee kuwa mazuri. Kwa hiyo ukiamini hii taarifa ukaifanyia uchunguzi ukaona ni nzuri, sioni ni kwa nini usipande hii email ambayo inataka kutupeleka kwenye digital future. Lakini hapa sio kwamba natoa investment advice, it's just general information. Aisemaga mtu mmoja kwamba za kwako changanya na za kusikia changanya na za kwako. Hapa tunajaribu kushare tu information. Sasa kwenye attempt evaluation nikasema tuanze kwanza na hii diagram ambayo tulishare kuiangalia huko siku za nyuma. Kama unapokuwa unafanya evaluation, unaanza na revenue kama zinakuwa. Kwa Vodacom tumeona kweli zinakuwa. Unaangalia margins. Margins katika attempt ya kuangalia margins tulikuwa tunaangalia hata zile revenue per user, kuangalia ni biashara ipi iko driven zaidi na volume kuliko margin. Kwa sometimes unaweza kukuta margin ni ndogo, lakini kama volume ni kubwa, huyo mtu anakuwa na better prospects huko mbele. Lakini kitu kingine cha msingi cha kuangalia ni ile capex ambayo hapa inaitwa reinvestment. Wana invest kwenye capital expenditure kuendelea kusustain hiyo revenue. Ukisha confirm hivyo vitu vitatu, ndio unakuja kwenye risk of cash flow za hizo revenues. Kwenye risk za cash flows ndio hapo nikaweka haka ka table ambako tulika discuss last time. Unapokuwa unaangalia country risk premium, and this was before the main event ambao tuliziripoti kwamba Tanzania we were faring better in terms of risk metrics as of July 2025. Rwanda, Uganda, Kenya, DRC tulikuwa tunawazidi. Sasa investors, hii ndio sehemu ambako wataiangalia kwa makini sana itakapotoka hii metric mwezi January. Kwa sababu the next itatoka January. Wataiangalia sana kwamba are we still faring well kwenye region au riski zimeongezeka.
Sasa kwa bahati nzuri au mbaya, ndio hizi risk metrics ambazo na sisi tutakuja kuziweka kwenye modo yetu kwenye risk of cash flow unapofanya ile discount. Kama imeongezeka inashusha value, kama imeshuka huwa inapandisha value. Hii risk of failure ndio hiyo ambayo tulikuwa tunaiongelea kwa ujumla, kwamba transformation walionayo Vodacom ikoje, unaona kama ina asilimia ngapi, ili iweze kusaidia kwenye modo yako. Kwa hiyo kwenye dakika 2 zilizobaki nimalizie kwenye vitu vichache ambako my attempt on valuation, of course kwa kutumia income approach na market based, nimepata ziko around between 540 and 600, ambako ukiangalia kwenye closing price ya jana ilikuwa 580. Kwa hiyo kabla huja price in some other information ambazo pengine zitatoka kwenye kota inayopita na kukamilisha valuation, that is where we are. Kwa hiyo kwa wale ambao bado wanaendelea kuinunua, na nilichokuwa nakiona, most of them bado wananunua future prospects ambazo zinaonekana bado ni nzuri, ila kwenye trading price ya sasa hivi inaona kama iko slightly overvalued au fairly valued. What are the key takeaways? For investors and the analysts, Vodacom Tanzania is more compelling when viewed not just as a telco, but as a digital platform growth engine, given the macro tailwinds in Tanzania. Macro tailwinds zinaendana na ile slide ya kwanza kabisa, ile ambayo nilisema kwa kuangalia hiyo slide inaweza kukupa picha kwamba this is the company to own. For business strategy, continued investment in data networks, mobile money, enterprise digital services is key to transformation. Ndio vitu ambavyo inatakiwa unaviangalia sana kwenye ripoti za Vodacom au kampuni yote ambayo iko kwenye biashara, kwamba uwekezaji wao kwenye hizi areas ndio zitakazo sustain business model ya kampuni. Ya kwa masoko, Vodacom can show a rising mix of digital fintech revenue, margin expansion and the ecosystem value. Then the equity story upgrades higher multiple, kwamba inaongeza, kimsingi inaongeza higher valuation, kwamba you can tolerate higher multiple licha ya kwamba unaona kama imesha kwenda juu sana, lakini you can tolerate those numbers kwa sababu ya hizo mixture ya biashara ambayo wanaifanya. Kwa what are issues to keep monitoring ni kuangalia revenue mix yake ikoje kwenye connectivity versus digital services, kuangalia average revenue per user trends, kuangalia customer engagement, kuangalia cross-sell ecosystem services, kwamba from their digital platform, what are some other services they can cross-sell kwa kutumia the same platform bila kuinvest kwenye capex na kuupscale kwa kitu kikubwa. Lakini vile vile na kuangalia regulatory regime. Hivyo ndio vitu vya kuangalia kwa makini. Of course na cha mwisho ni hiki ambacho tumekikumbuka juzi kwamba you have to keep monitoring on the political and country risks. So the final message kwenye discussion na Vodacom ni kwamba it is true kwamba the transformation is underway. The question is how far and how fast.